Napenda kumshukuru Mungu kwa matendo makuu aliyonitendea. Nilikuja hapa siku ya Jumatano nikaonana na baba. Nashukuru baba alinipa maelekezo na mimi nikayafuata. Namshukuru Mungu kwa kweli. Nimemwona Mungu kwa vifungo vikubwa mno sikutarajia. Yaani sijui nikwambieje yani. Mtu ambaye uko mahali hapa afa una vitendea kazi ambavyo anatembea navyo mtumishi wa Mungu. Hebu kaa ujitafakari kwa upana zaidi. Chukua hatua. Hata kama unajidharau kwamba huna pesa, fanya muamala. Ukisubutu unaweza. Mimi nilifika hapa nikaongea na baba, sina hata shilingi 100 nyeusi. Sina hata 100. Lakini nilipotoka mahali hapa nikaenda nikakaa hapo nyumbani kwa mama wangu mdogo nikatafakari. Je, nawezaje kusubutu lile jambo niloambiwa na baba yangu wa kiroho? Sitaki kukosa, nafanyaje? Nikachukua simu yangu, nikampigia rafiki yangu simu, nikamweleza rafiki yangu, nikamwambia nina shida na pesa. Akaniambia shingapi? Unataka shingapi? Kwanza nimetoka hapa nikiwa na ushindi na kibali. Nimemwambia baba nitamkie, nitapata pesa. Baba akasema wewe nenda. Kwa nikatoka moja kwa moja nikiwa na ushindi kwamba mimi ninachokwenda kuzungumza na yule mtu na kwenda kupata. Kwa hiyo nilivyonyanyua simu nikaongea naye, akaniambia njoo kesho muda fulani, njoo uchukue hiyo pesa. Na nashukuru Mungu nilivyokuja hapa kwenye ibada, nilipotoka kwenye ibada nikaenda mpaka kwake. Nilipofika pale kwake hakuna swali lolote, aliingia ndani akanipa pesa yangu ile niliyomuomba. Nikaja mahali hapa, nikaja nikachukua vifaa vya kiroho. Siku nilichukua vifaa vya kiroho, unajua kwamba unaweza ukawa unaongea na mtu ukawa unajua ni rafiki yako, uko safari mmoja, kumbe ndio adui yako. Huwezi kujua, lazima uchukue vifaa vya kiroho ndipo utakapomgundua. Nilipochukua vifaa vya kiroho hapa, nilipoenda nyumbani, fika nyumbani nikawa nimechoka mwili mzima, nimeloa tiki kama nimemwagiwa maji, naishiwa nguvu. Lakini nikawa nakumbuka neno la baba niambia kwamba usipite sehemu yoyote, usikatishe mahali popote. Nifika njiani kila nikisema hivi, mbona naelemewa, nitue chini nipumzike kwanza. Nakumbuka neno la kina kwamba usikae sehemu yoyote, usikatishe sehemu yoyote, nyosha moja kwa moja mpaka nyumbani. Na mshukuru Mungu nilipofika nyumbani nikakaa, nikawa sina amani. Ndani ya pakaliki, nje ya pakaliki na tapatapa. Ni vile vitu nilikuwa kwa vilikuwa vinanisaula vinatafuta sehemu palipo na uharibifu. Kwa kweli nimemuona Mungu kwa viwango vya hali ya juu. Na mume wangu alikuwa ameondoka nyumbani, kesho yake alikuja mbio. Sasa hivi ninazungumza na chochote ananisikiliza kama mke wake. Kwa uchungu kwa sababu nilikuwa napitia hali ngumu. Inawezekana kuna mtu anapitia magumu kama ya kwangu. Namtia moyo asikate tamaa. Ukiona jambo lolote usikae nalo kimya, mtafute baba atakusaidia. Na kwangu ni hayo. Mwingine umesikia